Mwaiko na watu ambao wamekuwa ni influence poa sana kwako katika hatua sasa za kujijenga, kujitambua? Rafiki zangu bwana. Mimi na rafiki wa kila aina. Tuko najua nikiwa na shida design gani nipate nani, nikiwa na shida ya kustarehe tu nipate nani. Nikiwa na hela nikikaa na nani inaisha haraka, yani na hao watu. So ila nikiwa kwenye dondoko mostly huwa naongea mwenyewe. Yani ni ajabu sana. Yani mimi nikiwa kitu kikini tight kabisa, trust me, kuna dawa moja waga naitumia. Unasogeza kitanda paka kwenye wall, kwenye ukuta, paka chumba chako kina rangi nyeupe, sogeza kitanda chako paka kwenye ukuta, lala hivi, angalia ukuta ule mweupe hivi, angalia tu hivyo kila siku, angalia tu. Ngoja. Yani hiki ni chumba, unasogeza kitanda paka moja kwenye wall, yani kama hivi bana hapa, afulala kuangalia hiyo wall, usiangalie side ambayo iko empty. Angalia side ambayo iko white. Sasa ukilala si utaangalia juu. Sasa juu kuna fan, a lot of distraction. Wanasema inabidi we closer to the wall. Okay. Yani usiangalie chochote, yani we closer to the white wall. For sometimes hapo gain energy. So depressions come from lose energy, si ndio? Yani ukipoteza kujiappreciate. So unafanya kitu cheupe mara nyingi, kwa kifocus chenyewe una gain energy. Trust me, ndio maana wanasema ukiwa na depression maana yake umepoteza mwanga. Sasa nini ni mwanga? Mwanga si kitu cheupe, kuna mwanga mweusi. Jamaa kuna mwanga wake mweusi huyu. Angalia kitu cheupe kwa muda mrefu, ule ndo mwanga, una gain energy, una absorb. Ofisi yetu itakuwa iko depressing. Tunanyosi klasi. Nikawa naangalia ukuta tu mweupe kila siku, nikiwa naangalia. Nikawa na brainwash na kuwa sawa, hiyo ni kama meditation kwako. Kama meditation. Kwa naangalia tu ukuta mweupe huko, naongea na mimi. Mwaiko depression kaka. Hiyo depression unapitia mimi kaka. Nilijata. Unaweza kuangalia kidogo? Uko comfortable? Yes, ndio hiyo nako DC hapo kwamba nilikuwa out of market. But yani what was your depression? The experience ya depression ni tofauti. Neno ni hilo. Of course. Na technicalities za kibiolojia, mental health, blah blah blah, ni hicho. Lakini the actual experience ya depression varies kinoma yani. Ndio maana depression naweza hata nikakadiri kusema kwamba kama imani, yani in the sense kwamba unajua mahusiano yako wewe na Mungu ni ya kwako binafsi. Of course. Hata kama mnakutana pamoja bado ni it's internal, it's personal. Of course. So wewe kwa yani hicho kipindi, what did depression look like for you? And ulitokaje hapo? Najua umeiongelea kidogo. Ni kwa hivi kana wasema to me, kuwa depressed maana yake ni kuwa lower my energy, si ndio? By that time energy yangu kwa nahisi low kivipi? Nilikuwa nishazoea nikiangalia TV video namba 1 namba 10 zangu 7, nyingine 3 za watu wengine. Sasa nikiingia YouTube video namba 1 namba 10 zangu 7, sije kutoka one on trend over 5 years. Sije kuzoea kutoka namba 1, yani sije kuzoea. So once come the business change, wanakuja watu wengine wanakaa on your positions, kawaida unaanza kuona asa mbona is not me here? Mbona hii hit song kwa nini sishuti mimi? Kwa nini huyu ni mshikaji wangu naye hajanipa mimi? So unaibato katika namna mbili. Ili kuattack namna mbili. Na kwanza ndio wanasema ni kukubali kwamba biashara inabadilika na ubadilikeje na kutana na biashara. Si ndio? Ukilazimisha kwamba let's say wewe kipindi uko under miaka 7 ulikuwa unakula pipi. Maana yake muuza pipi ulikuwa mteja wake. Ulifikisha miaka 14 ukao ununui pipi, utaki pipi. Sasa je, muuza pipi akuchukie? Si mbona uli pipi babu, mimi nimenunua pipi makato ni kwa ajili yako. Babu sasa hivi si tena pipi na kunywa maji, wewe uza maji. Ni kitu kingine. Kwa unatoka dukani unaenda kununua maji. Kwa huyu muuza pipi akitaka wewe, yani akitaka kukuona wewe mbaya kwa sababu uli tena pipi wakati you already grown up, sasa hivi utaki tena pipi, mahitaji yamebadilika. Huyu anaanza kuwa depressed. Kumbe ilikuwa ni swala dogo tu, ni kuacha kuuza pipi na kuuza maji ili kuendelea keep the client. So that's what I was supposed to do. So ilibidi tu nikubaliane kwamba sasa hivi hela nayoitaka kwenye industry haipo. I have to lower my budget.
so that I can move with the market. Kama unakumbuka baada ya corona ndo zilikuja visualizer, Relix video kibao, in which is under of my value. Mimi siwezi shoot Relix video, siwezi shoot visualizer, and shows a big production ambayo it costs 15 million plus. Kwa ukiniambia visualizer tu ina cost 1M na juiza mimi kipa 100 hata linakujaje? Naona ni hela kujaza mafuta ya gari. Kwa ukiniambia asika una 100 njoo shoot visualizer, unaona yani unanipa wakati mgumu kwa hata thinking about it. Lakini mtu mwingine kwake ni rahisi, anakuja na pikipiki au bajaji na washikaji zake, he can do that. So mimi manake I have to lower my value ili ku reach the market. So two things. Yani nalihitaji hili soko au should I look another side, sababu the rest nahitaji kuwa tuna hela. Yani hiyo ndo the rest. End of the goal. Yani kwamba pambano unahitaji tu kuwa na hela. So switch if there is another means of way kupata hela. Ku maintain your value and the standard and the living standard, fanya. So hapo ndo nikagundua means nyingine za kupata fedha ili kuweza kuwa comfortable.